wakanichukua wakaenda na mimi mpaka eneo fulani hivi, na baada ya kufika wakanifanyia hiana, wakaniuza kwa Yahudi, wakubaliana nao kuwalipa ng'ombe na kondoo ili waweze kunipeleka katika ardhi ya Waarabu. Hiki ni kisa cha mtoto wa kiongozi na mtoto wa tajiri mkubwa kabisa ambaye anaitwa Salman Al-Farisi. Salmani anasema, nilikuwa kijana wa Kifursi katika watu wa Asbahan kwenye kijiji kiitwacho Jeyana. Baba yangu alikuwa ni mkuu wa kijiji hicho na alikuwa tajiri kuliko watu wake wote. Pia alikuwa na cheo cha juu kuliko wote. Mimi alikuwa akinipenda zaidi kuliko viumbe vya Mwenyezi Mungu vyote. Baadaye mapenzi yake kwangu yakawa yameongezeka mpaka akanizuilia nyumbani kama vile wanavyozuiliwa wasichana kwa ajili ya kunihofia. Na kwa hakika nilijitahidi katika dini ya Majusi mpaka nikawa msimamizi wa moto ambao tulikuwa tunauabudu, na nikapewa kazi ya kuuchochea ili usije ukafifia hata saa moja ya usiku au mchana. Baba yangu alikuwa nacho kiunga kikubwa ambacho kilikuwa kikitupa mavuno makubwa, naye baba yangu alikuwa akisimamia shamba hilo na kuvuna mazao yake. Ilitokea mara moja kukawa na jambo kubwa ambalo limemshughulisha baba kwenda shambani. Akaniambia, ewe mwanangu, hakika mimi nimeshughulishwa na kwenda shambani na hili jambo ambalo unaloliona. Kwa hiyo wewe nenda na ukaniongozee shughuli za huko shamba. Hapo nikatoka nikaelekea shambani. Wakati nikiwa njiani nilipita kwenye kanisa moja miongoni mwa makanisa ya Wakristo. Nikazisikia sauti zao humo wakiwa wanasali. Jambo hilo likaigeuza akili yangu. Sikuwa nikifahamu chochote katika mambo ya Wakristo au mambo ya wenzao wengine katika watu wa dini. Hii ni kutokana na muda mrefu ambao baba alinificha nyumbani nisionane na watu. Wakati nilipozisikia sauti zao, niliingia ndani nikaangalia wanachokifanya. Nilipokwisha kuangalia, sala yao ilinifurahisha na nikapendezwa na dini yao. Nikasema, hakika hii ni bora zaidi kuliko ile tuliyokuwa nayo sisi. Basi sikuwaacha mpaka jua likazama. Tahamaki sikwenda kule shambani ambako baba alinituma. Nikawauliza, hii dini ina asili ya wapi? Wakasema, katika nchi ya Sham. Usiku ukafika, nilirejea nyumbani kwetu. Baba akanipokea huku akiniuliza shughuli za shambani. Nikamwambia, ewe baba, hakika mimi nimepita kwa watu wanaosali katika kanisa lao. Yakanipendeza yale niliyoyaona katika dini yao, na sikuondoka mbele yao mpaka jua lilipozama. Baba yangu akashitushwa na niliyoyafanya. Akasema, ewe mwanangu, hamna kheri yoyote katika dini hiyo. Dini yako na dini ya baba zako ni bora zaidi kuliko hiyo. Nikasema, hapana, hakika dini yao ni bora kuliko dini yetu. Baba yangu akayaogopa ninayoyasema na akahofia nisije nikatoka katika dini yangu ya Umajusi tunayoabudu moto. Akanizuilia nyumbani na akanifunga mnyororo mguuni. Siku moja nilipopata fursa, niliwapelekea habari wale Wakristo, nikawaambia, utakapokujieni msafara unaotaka kwenda nchi ya Sham, basi nijulisheni. Haukupita muda mrefu, mara ukawajia msafara ambao unaenda Sham. Wakanipa habari, nami nikafanya hila kwenye ile nyororo ambayo nilifungwa na baba mguuni.